Amina. Asante sana wanakwaya kwa kutupa nyimbo nzuri. Ningeomba kujitambulisha. Kwa majina naitwa Ramzi Dunamis, nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ningependa kushukuru Mungu kwa kunipa siku hii ili niweze kuhubiri na nijumuike nanyi hapa. Pia ningependa kushukuru Baba Provost kwa kunipa fursa hii ya kuhubiri katika ibada hii ambayo ni Jumapili ya watoto. Ningetaka kumshukuru wazazi wangu kwa kunileta kanisani ili niweze kujua zaidi kuhusu mambo ya Mungu. Pia kwa walimu wangu na washukuru sana kwa kumkubali Yesu kuwatumia ili muweze kunifunza zaidi kuhusu mambo yake. Katika kalenda ya Kianglikana dunia nzima, tunaungana na Wakristo wote kusherehekea siku hii ya leo ambayo inahusu Kristo mfalme wetu, ambayo pia ni kichwa cha Kenya nitaongelea leo. Hii Yesu mfalme wetu tunatoa katika Zekaria mlango wa 6 mstari wa 9 hadi 15 ambayo tumeshasomewa. Ningeomba kuwafahamisha Zekaria alikuwa nani. Zekaria alikuwa nabii na pia kuhani. Alikuwa baba ya mbatizaji maarufu John ama Yohana. Alifanya kazi ya kuwahimiza wana wa Israeli kujenga hekalu na kurudisha uhusiano uliobora na Mungu. Yeye mwenyewe aliandika kitabu hiki cha Zekaria ambacho ni cha kiunabii. Kitabu cha Zekaria kimegawanyishwa mara mbili. Kutoka mlango wa 1 hadi 8, kuanzia aya ya 1 hadi 8. Hapa tunapata maono na unabii ambayo Zekaria alipewa na Mungu kuwahimiza wana wa Israeli kutubu, kujenga hekalu na kurudisha uhusiano naye. Baada ya pande ya kwanza kuna pia pande ya pili ambayo inaanzia kutoka mlango wa 9 hadi 14, na hapa tutapata utafsiri kuhusu mfalme kuja, urejesho wa Israeli na utawala wa Mungu juu ya maovu. Kitabu cha Zekaria ni ukumbusho ya upendo na ukuu wa Mungu. Tukirudi katika somo tumesomewa leo ambayo ni Zekaria mlango wa 6 mstari wa 9 hadi 15. Hapa Zekaria alikuwa na maono kuhusu taji. Taji ni crown. Katika kichwa cha Joshua, likionyesha jukumu lake kama kiongozi na msimamizi wa watu. Pia aliona maono ya tawi litakaloleta amani na maendeleo. Najua sisi sote hapa tuwashangaa tawi ni nini. Tawi hapa inamaanisha Yesu Kristo mfalme wetu kuja. Tawi hili lilionyesha nguvu ambazo zitaenea dunia nzima. Hilo tawi litakuja na uongozi ulio wa amani. Sehemu hii ya maandishi yatupa unabii kuhusu Yesu mfalme ambaye atakuja kupitia kwa familia ya Daudi
ili kutengeneza ufalme wa Mungu. Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 15 hadi 18. Katika maandishi haya, Yesu Kristo anatajwa kama mfalme wa wafalme na Mungu juu ya miungu. Maandishi haya yanatufahamisha ufalme wa dunia umekuwa ufalme wa Mungu na Yesu. Atatawala milele na milele. Hii inatoka katika Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 15. Wazee 24 walianguka katika nyuso zao wakimwabudu Mungu wakisema, tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mungu uliyeko na uliyekuweko, kwa sababu umechukua nguvu yako kuu ukaanza kutawala. Haya tunayapata katika Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 16 hadi 17. Katika mstari wa 18 tunakumbusha wakati Mungu atahukumu waliokufa na kuwapa zawadi wafuasi wake. Maandishi haya yanatueleza kuhusu kuja kwa mfalme mara ya pili kama mfalme wa wafalme. Atatengeneza ufalme wake duniani na ataongoza milele na milele. Tuna nguvu ya kutawala ya Yesu kama mfalme wa wafalme. Mafunzo tunayopata kutoka Zekaria mlango wa 6 mstari wa 9 hadi 15 na Ufunuo mlango wa 11 kutoka mstari wa 15 hadi 18. Kutii uongozi wa Mungu. Kutii. Tukianza tu kwa kutii, tuko na wazazi hapa na pia tuko na wanafunzi na watoto. Kutii. Kila mzazi hapa anaweza taka mtoto wake atii amri. Labda umemtuma ende sokoni. Ukimwambia nenda uniletee unga na akuambie sitaenda, utafanya nini? Bila shaka utakasirika. Utashangaa ni nini nasumbua mtoto? Tangu lini akawa na nguvu ya kuniongelesha namna hii? Hivyo ndivyo Mungu anavyosikia wakati anatupa amri na tunakuwa wakaidi, hatutii, hatushughuliki, hatutilii maanani chochote anachotuambia. Na unakuta wakati tunatii uongozi wa Mungu, tunatambua utakatifu na amri wa Yesu na tunaweza kuleta unyenyekevu na kujitolea kwa mapenzi yake. Pili, amini mipango ya Mungu. Kuamini mipango ya Mungu. Kuamini. Sisi sote hapa tunaamini vitu fulani zitafanyika. Kwa mfano, mwaka ukianza, kuna wazazi waliokuwa wameahidi watoto wao watawapeleka wakati wa likizo ama sikukuu, wataenda Mombasa labda kutulia huko na kujivinjari, na wakaamini mipango ya wazazi wao. Kuna wanafunzi ambao hawakuweza kupata grade nzuri na wakaahidi wazazi wao kwamba wakirudi shuleni watatia bidii na watasoma ili wapate grade nzuri, na wazazi wao wakaamini. Hivyo ndivyo Mungu anataka tuamini mipango yake. Akisema tuweke kila kitu chini ya miguu yake na tumfuate yeye, anataka tuamini njia zake zote. Hataki tuwe na shaka yoyote katika mioyo yetu. Na tukiamini mipango yake, lazima tuelewe kuwa anafanya mipango yake hata wakati wa majaribu. 3, kuipa kipaumbele ufalme wa Mungu. Kipaumbele ni priority. Kila mtu ana kitu ambayo amepea kipaumbele. Kwa wanafunzi ni masomo, lazima tuipe masomo yetu kipaumbele ili tuweze kupata kazi za maana huko nje. Kwa wazazi lazima tupatie kazi zetu vipaumbele ili tuweze kujikimu, kwa sababu katika karne hii ya sasa mtu kama hana pesa hachukuliwi kama mtu. Ukikosa pesa, wewe sio mtu. Kila mtu atakuangalia labda kama mbwa koko. Kuna wengine watakuangalia kama mtu aliyekufa, hauna hata thamana kwa hii dunia kama una chochote. Ndiyo maana unaipa kazi yako kipaumbele ili uweze kuweka watoto wako maisha nzuri, uweze kuishi katika nyumba nzuri, watoto wako wasome na pia wewe uweze kujiweka vyema.
Hivyo hivyo ndivyo Mungu anataka tuweke ufalme wake kipao mbele. Tutafute ufalme wake na utakatifu wake ili uwe kipao mbele yetu kuliko vitu za kidunia, naye hata sita kutubariki. 4. Kuabudu na shukrani. Tukianza tu na shukrani. Kuna watu wengi hapa ambao Mungu amewafanyia vitu mingi, hata zingine hukukuwa unajua ni yeye. Kulala na kuamka sio kitu ya kawaida. Unaweza lala na ukose kuamka. Na sio kwa ubaya, ni kwa matakwa ya Mungu. Sio wewe ndio kusema. Yeye ndo mfalme juu ya wafalme, na akisema hauamki. Naomba kupa mfano wa kuwa na shukrani. Labda mtoto wako ako shule ya bweni, na watoto walio shule ya bweni wengi wao hupatiwa pocket money, masurufu ya kutumia wakiwa shuleni. Na labda ulikuwa unampatia, unadhani anatumia yote, kumbe ameweka kidogo. Akija nyumbani asubuhi kama amefunga shule, anakuja na maziwa na mkate. Lakini unakuta anapofika ameleta, mzazi anakataa. Anasema hii sio kazi yako, ni nini uko na kierere, nani amekutuma? Pesa si nilikupea ukule? Mfano sasa kwa watoto kwenda kwa wazazi. Mzazi amenunulia mtoto baiskeli kwa sababu mtoto alimuitisha. Na utakuta huyo mzazi hiyo pesa amechomoa kutoka mahali, ni kuficha alikuwa ameficha, si ati haikuwa na kazi. Ni juu ya upendo amejitolea kununua. Tuseme amenunua baiskeli nyekundu, alete nyumbani. Mtoto aione, aitupe na ikatae, anze kulia, aseme hataki hiyo, wewe ni mzazi mbaya. Utahisi vipi? Utahisi vibaya. Hivyo ndivyo Mungu anahisi tusipompa shukrani katika maisha yetu. Hauwezi lala njaa, amekupatia njia zote za kupata riziki, lakini wewe unafanya nini? Au una hata shukrani? Unafanya tu shughuli yako, hauzingatii chochote. Haifai hivyo. Unafaa umwabudu na umpe shukrani, kwa sababu hakuna mtu mwingine hii dunia anaweza jitolea kukupenda kuliko venye Mungu anakupenda. Na kwa hivyo kuabudu na kuwa na roho ya shukrani kwa Mungu itatusaidia kutilia mkazo upendo wa Mungu na nguvu zake katika maisha yetu. 5. Kuwa na matumaini wa wakati ujao, hope for the future. Wengi wetu hapa tumeona Vision 2030. That is example. Hiyo ni moja ya example ya hope for the future. Kuwa na matumaini wa wakati ujao. Kuna wengine wetu hapa tunapitia majaribio, tunapitia wakati mgumu. Lakini siku hii Bwana Yesu anasema tuwe na matumaini wa wakati ujao, wakati yeye mwenyewe atakuja kutawala dunia hii na watu wake wataishi kwa amani. Na kwa watu wake ni sisi sote hapa. Hebu jaribu kufikiria Kenya bila vita, bila ufisadi, bila unyanyapaa, bila migogoro, hata kuwa tu na amani pekee, venye nchi itaendelea vizuri tena sana. Hivyo ndo tunapaswa kuwa tuna matumaini kuhusu wakati ujao, wakati Yesu Kristo Mungu atakuja kutawala kwa amani. Kwa kutazama Yesu kama mfalme, tunaweza kuongeza ujuzi kumhusu. Pili, tunaweza kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Tunaweza kuishi na msimamo imara na tumaini. Ufalme wa Yesu ni wa sasa, anatawala katika mioyo ya waamini. Lakini hawezi tawala kwa moyo wako kama bado ni mgumu na hujamfungulia. Yesu ako nje ya moyo wako, anabisha tu, anaongoja umfungulie. Wewe endelea tu kuchelewa ukisema hii ni dini ya wazungu, hakuna mtu kama Yesu, hii ni uongo. Ukijana ni mdogo, hajui kenye anasema, hata hajui mbona amekuja hapo. Lakini siku hii ya leo nishasema na imeandikwa, Yesu anatawala katika roho ya waamini wake.
na ili atawale lazima tufungue nyoyo zetu ziwe rahisi ili aweze kuingia na atubadilishe. Kwa sababu Yesu akiingia kwa roho yako akubadilishe kutoka ndani, hata nje utabadilika. Mfano bora zaidi ni utaangalia watu waliokusanyika kanisani. Wengine wao hata huwezi jua umri wao. Utapata anakaa mchanga sana, hakai hata amezeeka, lakini miaka zimesonga. Lakini enda huko nje, utapata kijana barubaru, miaka 30, anakaa ni kama ameshafikisha miaka 60. Hii ni juu ya kukosa roho na kufuata vitu za kidunia. Yesu pia atakuja kutawala kimwili. Kama ilivyoandikwa kwa Ufunuo, yeye mwenyewe atakuja kutawala dunia hii na ataitawala milele na milele. Ufalme wa ukweli unaonekana kupitia unyenyekevu na upendo wa kujitolea. Licha ya Yesu kuwa mtoto wa Mungu, hakujidai, hakujionyesha, hakusumbua watu, alifanya tu kazi yake. Na alipenda amani sana na alikuwa mnyenyekevu na mwenye upendo wa kujitolea. Ni nani hapa sasa yako tayari kumfia mwenzake? Hakuna. Kama tuseme mambo yende vibaya, kutokee vita, ni nani hapa anaweza chukua risasi kwa niaba ya mwenzake? Hakuna yoyote ako tayari. Lakini Yesu, licha ya yeye kuwa mfalme, alijitoa yeye mwenyewe, akateswa, akachapwa, akafa na akafufuka ili tusamewe dhambi zetu. Kwa hivyo tunapaswa tumwabudu katika maisha yetu milele na milele. Jinsi ambavyo unaweza tumia neno hili kwa maisha yako ili ubadilike. Unaweza kumtambua Yesu kama mfalme. Hii inamaanisha unafaa uweke upendo wake, neema na ukweli juu ya vitu vya dunia. Kama una mali, una magari, una njia zote za kupata hela, yeke chini ya miguu yako na ufuate Yesu, naye atakuongezea, na mali hiyo itakusaidia. Haitakuwa kama wengine wana mali lakini hawajui watafanyia nini, haiwasaidii, wanakufa wanawacha tu na inafujwa. Pia kuwa na tumaini kwamba utawala kuja wa Kristo inatupa uhakika kwamba ukosefu wa haki utatolewa na matakwa ya Mungu yatashinda. Ukifuatilia neno hili na uweke kwa moyo wako, bila shaka hautawahi sita kufikiria kwamba kuna wakati mmoja dunia hii kila kitu kitakuwa shwari. Hautaikuwa na misongo ya mawazo, mtakuwa tu mnaishi kwa amani, bila vita, bila hata kasoro yoyote, hakutakuwa na magonjwa. Lakini kama uamini neno, utashinda ukifikiria na hata utagonjeka juu ya kufikiria. 3, mfalme anastahili uabudu wetu, sio enzini bali pia kwa maisha yetu, kupitia kutii na shukrani. Je, wangapi hapa bado wataendelea kukaa wakitawalwa na vitu vya kidunia, na Yesu amefungua mikono yake ziko wazi, anatuongojea sisi sote kama watoto wake tugeuke na tumfuate? Ni wangapi bado wataendelea kukaa na shida zao, mioyo mizito, na Yesu ako tayari kukupumzisha, akupatie afueni, utulie hata uweze kufikiria mambo ingine, usiwe na misongo ya mawazo kila saa. Kama unajua neno hii imekuguza, ningeomba uendelee kufuatilia. Na matarajio yangu ni kwamba sisi sote hapa tumeweza kujua kitu kuhusu Yesu mfalme wetu. Yeye ndiyo mtu ambaye ako tayari kutufia, kutulinda na kutupenda licha ya mabaya yetu yote. Licha ya sisi kumkana, sio lazima tumkane kwa midomo, bali pia kwa mioyo na kwa matendo yetu. Unanunua Biblia, unaweka tu inajaa vumbi.
unaweka hapo useme hiyo ni ishara ya kumpenda Yesu. La hasha. Unatoa fungu la 10, unatoa sadaka nyingi, lakini hakuna kitu unafanya. Yesu hataki hiyo sana. Anataka wewe mwenyewe ufungue moyo wako, mkubali aingie ndani yako ili aweze kukuongoza. Tuombe. Mungu Baba, asanti kwa kunipa fursa hii. Asanti kwa kunitumia kupitisha ujumbe. Ninaomba uweze kurahisisha mioyo yetu na utupe afueni na utupe mioyo mpya, ili tuweze kukufuata na tusiwe na mashaka kukuhusu tena. Utuongoze, utuweke mahali pema na utuwezeshe kutii amri zako Mungu Baba. Kwa hii naomba nikiamini. Amina.